Swali langu Sheikh. Alafu tuje hapo. Naam. Ulisema kwamba utani kwa binamu au kwa mtoto wa mjomba au shangazi. Tunafanya vizuri. Nasema kufanya utani kwa binamu. Naam. Ni haramu. Haramu. Na kwa shemeji pia. Nitaka kuuliza hiyo. Inajuzu kumuoa binamu yako? Naam. Kidini yani. Ndio swali nauliza. Ndio. Kabla hatujalijibu kwanza tuelewe binamu ni nani, ambaye tunaita cousin au cousin au cousine. Binamu ni nani? Binamu ni hatoki nje ya sehemu mbili, ima ni mtoto wa kaka wa mama yako ambaye unaita mjomba, si ndio? Anakuwa ni binamu. Au ni mtoto wa dada wa baba yako ambaye tunaita shangazi, anakuwa ni nani? Tumekubaliana mpaka hapo? Acha tugeuze. Huyu kaka wa mama yako ambaye ni mjomba, akiwa ni mwanamke na yeye, akiwa ni mwanamke, huyu kaka wa mama akiwa ni mwanamke, anakuwa ni nani kwako? Mama mdogo. Mama mkubwa au mama mdogo, sawa na mli wake. Huyu dada wa baba yako ambaye tunaita ni shangazi au tantini, akiwa ni mwanaume, baba mdogo au baba mdogo au baba mkubwa. Unanifuata vizuri? Jinsi dini imeruhusu huyu kaka wa mama ambaye ni mjomba, binti yake ndio binamu yako, dini imekuruhusu kumuoa, ndivyo na dini imekuruhusu kwamba huyu mama mdogo, mama mkubwa ambaye ni ndugu wa mama, binti yake ambaye ni Kiswahili tunataka dada, dini imekuruhusu umuoe pia. Hakuna tofauti, kwa sababu ule unaita dada, wewe unaita dada juu kazaliwa na mwanamke mama mdogo au mkubwa. Kwa hiyo amezaliwa na mwanaume, unaita nani? Unaita binamu, sio hivyo? Kwa hiyo dini haitazami maadamu ni mtoto wa mama mdogo au mama mkubwa, yaani ndugu wa mama yako, sio dada yako, dini inakuruhusu kumuoa. Na akiwa ni mtoto wa mjomba, dini inakuruhusu kumuoa. Na akiwa ni mtoto wa shangazi ambaye ni dada wa nani? Wa baba, dini inakuruhusu kumuoa. Na akiwa ni mtoto wa baba mkubwa au baba mdogo ambaye tunaita ibnatu ammi, dini inakuruhusu pia kufanya nini? Kumuoa. Kwa hiyo sisi ndio tunashindwa, na ndio maana ndoa zetu mara nyingi hazidumu. Kwa nini hazidumu? Mfano napenda kutoa mimi Hassan na mtoto mwanaume, unifuate vizuri, alafu yuko pia huyu ambaye namwita ni Juma, ana mtoto mwanamke, lakini Juma baba yake na Juma na baba yangu mimi ndio mkubwa na mdogo. Baba wa Juma na baba yangu mimi ndio mkubwa na, unanifuata vizuri? Mkiswahili huwa mtamwita Juma ni petit frere, mtamwita mdogo wangu. Kwa hiyo mimi huyu mtoto wangu mwanaume huyu anamuoa huyu mtoto mwanamke huyu, sio dada yake. Kwa nini sio dada yake? Kwa sababu yule binti wa huyu ana baba yake ambaye ndio huyu na ana mama yake ambaye ndio mke wa huyu, na mimi huyu kijana wangu ana baba yake ambaye ndio mimi na ana mama yake ambaye ndio mke wao. Hakuna penye wanakutania, ndio maana wanaoana. Faida inakuja wapi? Ni ziraana zinakuita na maheri. Wakati watagombana huko, maana kwenye ujumla ni lazima, hata mtume alikuwa anagombana na wake zake. Wakigombana, yule kijana wangu akampa talaka au akamfukuza, nitoke, maana kuna wanaume wako ni majambazi, hautaniingilia hapa. Yule binti wa Hussein ambaye ni mdogo wangu Hussein akaenda analia kwa Hussein, baba amenifukuza. Nani? Yaani kijana wangu mimi. Huyo alikuwa anachukua ile talaka na bibi, nenda kwa baba yako mkubwa. Sio anafanya vizuri. Hamuiti yule kijana, anamwambia binti yake nenda kwa nani? Ambaye mkishoto leta mkwe. Ule binti sasa anakuja kwangu yuko analia, mimi nitafanya nini? Mama nini? Maana najua ni mtoto wa nani? Wa yule mdogo. Anakuja anambia, kanifukuza. Nani kanifukuza? Kwake mume, lakini kwangu nani? Nitafanya nini? Namuita wewe, nitakukomoa. Sitaki ugomvi na ndugu yangu. Rudisha mwenzako ndani. Ndio maana Waarabu hawachanaji.
Lakini leo mtoto anasikia kaumelewa Kenya, haujui ni kabila gani, haujui ni ukoo gani, kakosa tu kadogo. Hata mama kuna anamwambia tu kijana wake, kama ukumwacha hauna razi yangu, kijana anatoa talaka. Wanaonewa wengi. Kwa hiyo dini ilitizama hayo yote, na faida kubwa inakuwa mali kiwepo. Sasa kati ya mimi na petit frere, umoja akiwa boss, wengine maskini, alafu watoto wameoana, wewe unadhani itakuwa stop zile? Kama yeye ndio boss, ataona binti yake asiyepeseka, atawakatia chao, kaanzeni maisha. Kama yeye kabla ndio ninazo, mtawakatia chao, ndio maana wako vizuri. Kwa hiyo dini imetizama, ndio maana tuwaozeshe hizi mila hizi. Maana Kiswahili najua hakuna. Mkiswahili mtoto haoi mtu tunaita dada, mtoto wa mdogo wa muoi, na watu watashtuka, kaoa dada yake, sio atasema hivi. Lakini maadamu dini inaruhusu, acheni waoane. Mwende mnabadili, ndio sunna. Na tuko na dalili, ukitaka kwenye dini utakuwa dalili. Dalili iko wazi. Tuko na mtume wetu Muhammad maarufu. Katika watoto mtume alizaa kuna mtoto anaitwa Fatima, na tuko na sahaba anaitwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Mtume Muhammad baba yake anaitwa Abdullah, baba wa mtume. Ali ibn Abi Talib baba yake anaitwa Abu Talib. Huyu Abu Talib ndiye baba wa Ali, na baba wa mtume ambaye Abdullah ni mkubwa na mdogo, wote ni watoto wa Abdul Muttalib. Umeelewa? Kwa lugha ya kileo ni kwamba Ali na mtume ni mtu na nani? Na kaka yake na ndugu yake. Lakini mtume alichukua binti yake Fatima kabla alioa, akamuoa. Kwenye lugha ya Kiswahili tukasema Ali kamuoa mtoto wake, sio wake. Kwa kwenye dini na juzu. Ndio maana watu wafati sana madarasa alafu ibadilisha. Na utazaa na mtazikana, insha Allah mtazikana. Kwa sababu katokea kadogo ni huko familia huko. Rudisha mke. Na wanawake hivyo kaka wanaringana hapana mchezo. Utampeleka wapi? Tuko hapa. Naam Sheikh, uliza alafu tumpe nani hapa? Naam Sheikh, nina mke wangu. Na Allah abariki. Amina rabbi. Mke wangu ana mama yake. Naam. Mama yake ndio mama yangu. Yaani mama wa mke wako. Samesha kwa mke wako wewe, sio baba yako. Sio mama yangu. Ni mke. Asante. Sasa mama mko anatamani aje aishi kwangu. Na mimi naambia iwezekana, naogopa shubha. Yaani wewe ndio. Kwamba unaweza kumtamani. Kama ukisema shubha unakusudia na kusudia ni kitu ambacho hakieleweki. Na wewe hicho cha hakieleweki unaomba ni kitu gani? Na kusudia maana yake naweza nikatoka wani nimevaa kaptula. Okay. Sangine kifua wazi. Adabu. Najiachia niko nyumbani. Hiyo hali sitaki itokee, naamua kumwambia asikae hapa, akae mbali ili niwe na uhuru kwao. Ndio nitakuwa nimekosea. Kama malengo ni hayo hujakosea. Famanitaka shubuhat, yule ambaye atakayeogopa shubha, huyo atakuwa ameokoka na mengi. Hapo utakuwa hujakosea. Mpe hapo. Kwa ile mkono mnazungumza juu ya mizoga. Juu ya mizoga. Mzoga naam. Mimi nyumbani nafuga kuku. Nafuga makuku. Naam. Sana huyu muda ni wakati wa makuku nakutana zinapata maradhi. Naam. Sawa. Na pale nyumbani watu tunaishi nao majority sio Waislamu. Naam. Hata leo nimekuja kusali, niko naacha namwambia mke wangu kuna kuku inaumwa hapa, muishughulikie mapema. Naam. Lakini naona kazuba. Sasa ikikata kamba na kutana kule imekufa, wanakupatia wale wa Kristo. Ndio vitu tunasema hivi. Mimi sijui. Ndio maana hiyo amri itoe kwanza mapema. Haya yaliyotendeka kabla ulikuwa haujui, leo umejua. Ifika nyumbani mwambie mama watoto, niko hai siko hai. Ikifa kuku, ikifa mbuzi, ni mzoga, ifukiwe. Alafu Uislamu mzuri na ndio maana kaulizi hata waganga. Hata waza Uislamu, nenda kaulizi waganga. Watakwambia haijuzu kula hivyo. Jua wanajua na madhara. Kwa hiyo Uislamu, kila ulichokataza Uislamu kina madhara.
na kila Uislamu ilichoamrisha kina faida kwetu kidunia kabla ya akhera. Maana watu wengi akili zetu zinataka kwenye pepo na kwenye thawabu, hivyo ni vya akhera. Kabla ya huko, tia mwakili yako kwamba kila ambacho Uislamu ulikuruhusu kina faida na wewe kwenye maisha yako ya hapa, na kila chenye Uislamu ulikukataza kina madhara na wewe kwenye maisha yako ya hapa. Na mfano napenda kutoa mara nyingi, sala hii, sala tunayosali iwe ya jamaa iwe sio ya jamaa, lakini sala si amri, katika faida yake ya kidunia, baki thawabu na pepo. Ukiwa unasali kuna faida unapata duniani, miongoni mwa hizo ataaruf, kujuana. Hapa kisi nakaza kwenye darasa hapa, hata mkutanie Uganda, japokuwa haujui jina, lakini huyo jamaa tunakuwa ni event card. Katika faida yake kubwa, sala inaregeza maarticulation. Nadhani nakusudia sehemu za kukunjika. Nadhani unapokuwa unamkaribisha ndugu yako ambaye si Muislamu, ukamuweka kwenye mrado, kwenye msaada au kwenye carpet, wewe mchunguze dakika 10 tu namna atabadilisha position. Lakini kwa Muislamu anataka kufanya kakaa tu hapo hata saa nzima. Wewe nadhani wa tremani ifanyie wapi? Sala. Kwa hiyo pia ni faida. Wewe ni kocha, unajua zaidi, maana ni sport katika zingine. Kwa hiyo hata kama utasali ukose thawabu, hizi muhumaza inua, inama, inuka zina faida kwanza kiafya kabla ya thawabu kuzipatia kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila ambacho dini iliamrisha kina faida kwanza kwenye maisha yetu, alafu kina faida kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kila ambacho dini ilikataza kina madhara kwetu kwenye maisha kila siku na kina madhara kesho mbele ya Allah. Na leo alhamdulillah inaeleweka, nadhani katika vitu wanaharamisha na pombe wanaiharamisha na sigara wanaharamisha, lakini tayari Uislamu uko ulishavikataza. Lakini leo nao wanakunywa, wanajua kama ni mbaya. Kwa nini? Ina madhara kwenye afya. Ndio maana kataza, usirudi kuwapa hicho. Na iwe ng'ombe, unafuga ng'ombe imekufa, vile ni haramu kwako, ni haramu utakwao, si subutu. Na vile damu almasfuha, ile damu ambayo wanapokuwa wanachinja, kuna watu wanaamini wanapokuwa wanachinja ile damu inapotoka wanaikinga, alafu muda inaganda, ikishaganda wanaichemsha kama maini. Ni haramu, la yajuzu, maana ile damu inapotoka ni chafu. Kwa hiyo kama kuna watu wanakulaga, waache na muwakatazi, dini imekataza. Nadhani nimeeleweka, la yajuzu. Naam, mpe huyo. Na sheikh, swali langu liko na A na B, lakini nitauliza B kutokana na jinsi nijibu A. Maiti wa Kiislamu ambaye alikuwa ni kiongozi katika viongozi wa nchi, alafu jeneza yake katiwa bendera ya taifa, inajuzu katika kufunika tu bendera ya kufunika, haijaribu kitu, inajuzu katika yale ambayo wamekubaliana pia wanachuoni, inajuzu, haijaribu kitu, kwa sababu vile ndani ile maiti tayari inakuwa imetekelezewa yale ambayo yanastahili. Na ndio maana utaona mara nyingi hata kama sio viongozi, mfano ni shekhe, tuna tabia sisi Waislamu baada ya kumfika ile jeneza, na subhanallah, kumfika sana, huwa tunamfunika na joho. Sio mshagaona. Wengi hata mashehe zetu tumewazika hapa kwa tunawapeleka tumetia na joho. Kwa hiyo inajuzu. Baada ya kufika kule ile joho pia mnalitoa, alafu yeye anafuata. Kama vile ile bendera na hapo, lakini sasa kuingia mle wanafanya nini? Inajuzu. Mimi swala yangu kwanza nataka nimjazie mzee kwanza niweke kutokana na swala hilo ni moja au chukui mawili. Tora nini? Ile la kwangu ni yangu binafsi. Ndio ile la kwako. Naam. Huo mzoga huo kwa wanyama wengine inajuzu. Kwa mfano wanyama wengine, mfano bata anaweza kula nyama. Bata anakula nyama. Naam. Ile imekufa. Kuku imekufa, alafu zile nyama unakatakutia bata wanakula. Je, ile inajuzu? Yaani ile imekufa. Ndio. Ufone katakata uipe vile. Na yajuzu. Ni mzoga tu, haijuzu. Ndio ile muulizo. Haijuzu. Kwa sababu gani? Kama imekufa na maradhi, utajuaje wewe? Na uva kwa picha vyangu kile. Uislamu utazami tu hapa. Nani mwingine? Tunachukua wawili watatu wa mwisho.
Twende huyu, mpe huyu alafu tufe tunamaliza. Sasa hivi hapa shehe akifa avishwe unatele juba lake kama wataamua, kama wawekwe, sio amri. Sawa. Au mtu drapo. Sasa hii na yenyewe ni mila au ni sunna? Hiyo inategemea na watu. Mfano kama kwenye serikali za nchi tofauti, akiwa ni mwanajeshi, akiwa ni dhabit fi jeshi, yani kiongozi kwenye jeshi, generali, ni koloneli, ni nani, hiyo inakuwa. Nadhani unaona hata muziki wanapiga ile nakubali, sheria nakubali. Aya, kwa sababu haivurugi kitu kama vile vitu alikoshwa, alivikwa sanda, alisaliwa, anastiriwa. Hapa badiliki kitu. Sasa tushie ni mila yenye dini inasema ziko zenye dini ikataza. Tuweza mpaka tena zote. Ndio sasa hapa hii hiyo inajuzu kama mila kama sunna. Kama inategemea kama nilivyosema. Sio sunna. Kwa sababu kwenye sunna ichukuliwi hivyo. Kwenye sunna ni kutufanya mtume au kitufanyika zama za mtume. Sasa kuna mambo ambayo dini kama dini sakata alai. Yaani dini ilikaa kimya. Sio ile kwa nasema kwamba dini ilisema kila kitu. Hapana. Kuna vitu ambavyo dini haikusema. Alafu inakuja hukumu kutokana sana jinsi maulama au ijmaa ya wanachuoni wanaichukulia. Mfano ambao ulikuwa wazi. Zama za Mtume Muhammad na zama za Abu Bakr na zama za Umar na zama za Uthman, misikiti ilikuwa inajengwa na haiwekwi minara. Nadhani nikisema minara inajulikana. Ukitoka hata nje ya msikiti unajua kuna minara. Ilikuwa hapo. Hata umekuja utawala wa al-Umayya, Banu Umayya, palikuwa hakuna minara. Mpaka umekuja utawala wa al-Abbasiyya, palikuwa hakuna minara. Lakini walipotawala baada ya hao ambao ni daula Uthmania, na daula Uthmania maana yake ni Atrak, ni Waturuki, ndio walianza ya masuala ya minara na kutia mwezi na kutia nyota. Zama za Mtume alikuwa. Lakini tunaposema maulama waliokuwa zama hizo wakafanya nini? Wakapitisha. Na hiyo ilikuwa ni ijmaa. Kwa hiyo ilipopita likawa sunna. Na mpaka leo hakuna msikiti unajenga isipokuwa utakuwa na namna. Si sunna kwamba alitenda Mtume, ni sunna kwa sababu ijmaa walikubaliana. Kwa hiyo ukaitafuta kwenye nini? Hamna. Kwenye Qur'ani hamna, kwenye sunna hamna. Sio maelezo vizuri. Kwa hiyo yako yale ambayo yalipita hivyo. Naam, soma mbio. Sheikh anaomba, ni mwanamke, anasema ya kwamba tunaomba ikiwezekana kesho insha Allah utufanyie rappel ya ile miamala mitatu na pointi zote kuzitaja insha Allah. Miamala mitatu ya ile tulizungumzia ni tatu. Kitu kama hicho. Uhusiano wa aina tatu. Mimi nadhani aliuliza kama ni hajat, kama ni dada arudie kwenye YouTube atayakuta. Tutachukua linki tuitume tena linki kwenye group alafu urudie. Kitu ambacho naweza nikakusaidia ni fikra alitoa mmoja wenu, na si mwingine ni Sheikh pale, Allah amlipe kila la kheri. Ni fikra nzuri sana. Sheikh alitoa fikra akasema kwamba Sheikh, itakuwa ni vizuri hizi darasa unazotoa na hutuba za Ijumaa mnapokuwa mnatumia link ya YouTube, ni vizuri mtutumie na audio. Na ndio maana nimeona hata hutuba ya jana tumeituma tena na audio leo. Yeye ndo aliomba. Kwa sababu wamesema kwamba kuna watu wanasumbuka kunako kufuata YouTube hasa na connection ya nyumbani zinajulikana. Kwa hiyo kitu ambacho tunamsaidia dada ni kwamba madama ipo tayari, tutampa link, na vijana kama wananisikia mtaenda muandae audio ya ile nini, mchukue audio vile tumpe na audio alafu atasikiliza vizuri. Lakini tusirudie darasa ambalo tulisha kama si watu kweli kurudia hutuba ambayo tushaitoa. Hatutaji hutuba mara pili kwenye misikiti tofauti. Ili Uislamu una vingi vya kuwafikishia Waislamu. Tusikae tunazungukia fasi moja. Lakini siku itafikia kwa malengo ya kuulizana maswali, tupeane nini hadia. Na hili nitaliomba mlifikirie, maana kidogo linanizidia kwa sasa. Mlifikirie paweko hata kofia tudogo tasbih. Alafu mnauleta tunaacha msikitini hapa fi sabili la mtapata sawabu. Ili wakati fulani tunaulizana maswali, katika haya tunafikishiana, atakayeweza tunampa, alafu thawabu anazipata yule aliyejitolea hivyo inshallah. Maana najua kuna wengine atakuhonga huko, mnahongana. Kumbe msipeleke huko, leteni msikitini. Tuwapo Waislamu wakivaa mtapata sawabu. Najua waongaji wako tena wazuri.
Naam. Anaulizia kuhusu kununua mbuzi wakati ikafishwa babu aiza bibi. Je, ili ifanye nini? Yaani inanunuliwa mbuzi kisha wanachoma wanakula kwa malengo ya kula. Kwa malengo ya kuandaa chakula. Au kunafishwa babu au bibi zamani. Akifa bibi au babu itakuwa jukuo na wanapewa mbuzi mila. La yajuzu. Ni kweli, yeye amekumbusha mzee ni mila ya zamani ilikuwa babu akifa wajukuu wanadai mbuzi. Babu yote amekufa, mtatuchinjia mbuzi. La yajuzu. Ndio zile mila potovu. Watu ambao majonzi wanaomba nyama. La yajuzu. Ndio hilo anakusudia. Anakusudia babu amekufa au bibi, alafu wananunua mbuzi ichinjwe. Kwa malengo gani? Juu kafa babu. Hapana, usiligeuzi wewe. Angekufa babu angenunua mbuzi. Angekufa mtoto angenunua mbuzi. Kuna sababu ya kutaja babu. Kwa nini kusema akifa mtu? Kwa nini nadhani kidoni hawapiki? Na kama wanapika ni wote wanaenda kuendea sokoni. Kuna yeye anachinjaga. Lakini dini na ruhusu. Kama malengo ni kuchinja kwa sababu ya kuandaa chakula, dini na ruhusu. Lakini kama kuna lengo hilo, hiyo ni bid'a. La yajuzu. Na yani bid'a ni mbaya kuliko haramu. Tupe mbuzi, hiyo ni bid'a. Na wengine hatuingii nyumba mpaka kichinjwa, au tupike wali mwingi. Ilikuwa ile dua ya kuingia nyumba, bid'a. Leo kuna bid'a nyingine iko dua ya diplome. Ili neno hili, mtoto wangu amepata diplome, tunamsomeshea, ni bid'a. Hakuna ile kitu katika dini. Eti juu kapata diplome tule wali, ni bid'a. Umeelewa vizuri? Kwenye dini yetu tuko na sikukuu zinajulikana. Kuna harusi, kuna hakika ya mtoto, kuna nini mnaita nini? Kuna walima. Usilete nyingine sio anniversary, sijui hamna. Hakuna. Kuna kitchen dawa. Tunatoka kule diploma. Malengo ya kuandaa chakula ni nini? Innamal amali wapitishe mteka wewe wanulie. Tazama kwa nini lazima utoe wale kwako? Diploma zimeisha kule, wakatie chao kwenye restaurant wakali. Si unazo? Kwenye dini ni hivyo. Chungeni ndugu zangu, acheni mzaa na dini. Acheni mzaa na dini. Maana napenda sana vitu kurahisisha. Nimenunua gari, acha nichinje, lakini hakuna vitu hivyo kwenye dini. Mtume ashatufunza dua ukivaa nguo mpya iko. Alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenivisha nguo hii. Iko dua ya kupanda kipando ipo, dua ya nyumba, alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi. Hapo ni kama ni nyumba. Mungu, ninakuomba khairi za nyumba hii na khairi la kila chochote kinaweza kuwa kibwa ndani ya nyumba, na mnajilinda na shari ya nyumba hii na shari ya chochote kinaweza kuwa ndani ya nyumba. Kisha unaingia zako unalala. Hakuna masuala ya kufukia vichwa vya kondoo, maana walikuwa wanafanya. Hakuna masuala ya kusema tunatia zindiko, unamzindika nani? Bid'a tu. Yaani vitu vya ajabu ajabu. Basi ndio maana kiitwa dua za hivyo. Usendi. Sisi kuna dua tuende nyumbani na wewe utasoma sura. Hakuna. Mtume Muhammad ameposa wa binti zake wanne, wenye aliweza kuwaposa mtume. Kuna mengi tunafanyaga sisi zama za mtume zilikuwa hakuna. Alafu ndiko vinaendelea na watu wanavitizama. Leo harusi kama zote bila aibu. Unamsikia tu mtu fulani tusomee Qur'ani. Akitokea mtu mwenye kusoma madarasa anauliza Sheikh, ni sunna? Majibu yako wazi ni bid'a. Mtume aliposa na maswahaba zake waliposa, hakuna Qur'ani ilikuwa inasomwa pale. Lakini leo kuna lugha wamekuja nayo, ingawa nadhani wanasemaga ingawa si sunna, lakini inapendeza. Kwenye dini tayari
Hii ni rai sasa ya mtu, si sunna. Ini astaghfirullah ilazim. Hamina leo mnalazimisha mtu mkufunga ndoa pale. Ule mwenye kuzungumza unamfikia nataja fulani hivi, simama sasa umsogelee wali wako akukabidhi mke wako. Unakutana kijana kama alikuwa amekaa kule na wenzake ananyanyuka, na wakati mwingine anaambiwa ili usipotei, amevaa hivi na hivi, anakuja. Na wakati mwingine anaambiwa apige goti, anapiga goti. Na wengine anaona nimechelewa, ananyoosha na mkono. Nadhani mnakuaga na atanyoosha, wakati mwingine anapiga bid'a nyingine, subirini kwanza. Anakuja wengine anagusia pale pale juu, anapiga khutbatul haji. Wallahi vyote ni bid'a, wallahi vyote ni bid'a. Hivi vinafanyika na mashauri. Tazama, kwani baba atakuposa hawezi kukwambia na umekaa hapo, mimi fulani na kuposa binti yangu kwa mahali mlikubaliana. Umekubali na ukajibu nimekubali, si mke wako. Au wote kuuliza asili ilitoka wapi? Sasa leo mnaenda mnaona haitoshi, unaenda na kumvika. Mnahitaji kale ka Kifaransa kale. Alliance kale ka pete kale. Yaani kijana amechelewa kwa kuigaiga. Kazi yenu Mungu anawaona. Ndio maana bakieni kwenye sunna. Maana kuna watu wanatoka kwenye sunna za sala na sunna za swaumu. Nimefunga leo na jeli sunna na sunna za sala. Akizidi kidogo kama ni mwanaume na sunna ya ndevu. Lakini sunna zingine za kimaisha, mtu wa bid'a mbaya sana. Na pale hana haibu, anataka ingie peponi. Ndugu zangu, bid'a ni mbaya kuliko haramu. Sijui kama naeleweka. Allah atukumbushe kwa Mungu. Kwa hiyo inshallah kwa leo tuishia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.